subhanahu wa ta'ala. Anatumia fani ya hisabati kumthibitisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na sifuri. Ndio ile shahada ya Kiislamu, la hakuna ilaha mola mwingine illa Allahu, ndio ile nambari moja, kwamba yeye peke yake ndiye aliyekuwepo. Haya yanasemwa na mtu ambaye ni porima, lakini hakuslimu. Akathibitisha kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi aliyekuwepo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo kompyuta zote katika mipangilio yake wanavyoipangilia katika nambari 19 ikapatikana 1 na 0 ndio binary numbers, zote zinathibitisha ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa hakuna chochote wala yeyote isipokuwa Allahu tu, ambaye yeye mmoja tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu tuliohudhuria katika habara hii na wale wanaotufuatilia kupitia Masjid Songea Television, hivi ndivyo Qur'ani ilivyo, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nachukua tena sura 5 katika nambari ya kuteremshwa, alafu nikuonyeshe katika nambari ya kupangwa, alafu nachukua tena sura 5 katika nambari ya kupangwa na katika nambari ya kuteremshwa. Suratul Alaq ilikuwa ni sura ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kupangwa, ilikuwa ni ya 96. Suratul Qalam ilikuwa ni sura ya pili kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kupangwa, ilikuwa ni sura ya 68. Suratul Muzammil ilikuwa ni sura ya 3 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kupangwa, ilikuwa ni sura ya 73. Suratul Mudaththir ilikuwa ni sura ya 4 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekwenda kupangwa, ilikuwa ni sura ya 74 ndani ya kitabu. Sura ya 5 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni suratul Fatiha, na ndio sura ya kwanza kuteremka yote ikiwa mzima, imechukuliwa, imekwenda kupangwa, imekuwa ni ya kwanza. Nachukua tena sura 5 katika nambari ya kupangwa. Suratul Fatiha imekuwa ndio sura ya kwanza katika nambari ya kupangwa kwenye kitabu. Katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni ya 5. Suratul Baqara imekuwa ndio sura ya pili katika nambari ya kupangwa katika kitabu. Katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni sura ya 87 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Imran inakuwa ni sura ya 3 katika nambari ya kupangwa katika kitabu. Katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni sura ya 89 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura ya 4 katika nambari ya kupangwa katika kitabu ni Surat An-Nisa, ilikuwa ni sura ya 92 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura ya 5 katika nambari ya kupangwa katika kitabu ni Suratul Maida, ilikuwa ni sura ya 112 kumteremkia Mtume, imekwenda kupangwa, imekuwa ni ya 5. Sura iliyokwenda kupangwa kuwa ni ya mwisho ya 114, Suratul Nas, ilikuwa ni sura ya 21 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekwenda kupangwa, imekuwa ni ya 114. Sura iliyokuwa ya 114 yenye nambari yake iliyomteremkia Mtume sasa, ambayo ndio ya mwisho kuteremka, ni Suratul Nasr, imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 110. Sasa ufundi mnakuja kuona hapo, amezichukua sura zote zilizoteremka mwanzo, amekwenda kuzipanga mwisho, isipokuwa Suratul Fatiha ndio amechukua, amekwenda kuipanga kwa ya kwanza. Akazichukua zile sura zilizoteremka mwisho, amekwenda kuzipanga mwanzo. Kwa nini Qur'ani imekuwa na mpangilio kama huu? Kwa nini sura za Qur'ani zisipangwe kama zilivyoteremka katika nambari zake, zikapangwa hivyo hivyo ndani ya kitabu? Kulikuwa na sababu maalum. Sababu ya kwanza ilikuwa kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiepusha na mpangilio wa kibinadamu. Qur'ani zile sura zingalipangwa ndani ya kitabu kama zilivyoteremka katika nambari ya uteremsho, ingekuwa Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mpangilio wake ungekuwa ni mpangilio wa kibinadamu.
Kitabu hiki hakina hata chembe ya namna yoyote ile, katika namna yoyote ile ya utashi wa mwanadamu, silka ya mwanadamu, katika namna yoyote ya wanadamu. Ndani ya kitabu hiki hakuna. Ni kitabu cha aina ya peke yake, muundo wake. Mpangilio wa kibinadamu unakuwaje? Ni jambo rahisi sana ikiwa ni mwenye kufuatilia mambo. Kusanya vitabu vipatavyo 100 hivi, vikiwemo na vile vinavyosadikiwa ya kwamba vimetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anafufunua katika sura ya kwanza. Utagundua ya kwamba ile sura ya kwanza ndicho kilichokuwa cha kwanza yule mwandishi kukiandika, kwa sababu maudhui yake pia yanaonyesha kwamba ni ya kwanza. Ni ya kwanza. Ile story yenyewe yote inakuwa ndio ya kwanza. Basi ameichukua, amekwenda kuipanga kuwa ni ya kwanza na akaiita kuwa ni ya kwanza. Huu ndio mpangilio wa kibinadamu. Na ile iliyokuwa sura iliyosema ya mwisho, ukisoma ile story ndio mwisho pale wa story yenyewe. Basi kwa kuwa ndio mwisho wa story yenyewe, imechukuliwa na kupangwa mwisho na imeitwa kwa ni ya mwisho. Huu ni mpangilio wa kibinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa alikuwa anakiepusha kitabu chake na mpangilio wa kibinadamu. Kwa hiyo hata jukumu ya kupanga zile sura ndani ya kitabu lilikuwa mikononi mwake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia yule Sayyidina Jibrilu alayhi salatu wassalam. Sababu ya pili, ilikuwa Qur'ani inafundisha fani ya uandishi wa vitabu. Bwana huyu hakuna hata fani moja utakayoitafuta ambayo hajaifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hata fani moja ambayo itakuwa yeye hayumo. Hakuna kitu kama hicho katika kitabu. Qur'ani inafundisha kwamba lazima kuwe na dibaji, mukaddima, introduction. Dibaji la kitabu linakaa mwanzo wa kitabu. Katika dibaji, mwandishi wa kitabu anayachukua yote aliyoeleza kwenye kitabu chake, alafu anayafupisha kwa ufupi kabisa, anakwenda kuweka mwanzo pale. Msomaji akisoma tu kile kitabu katika dibaji, amekwisha pata picha kamili ya kuelewa kwamba mwandishi wa kitabu hiki amekusudia nini. Katika sura zote za Qur'ani ni Suratul Fatiha peke yake ndiyo iliyoweza kukusanya sura zote 113, maelezo yake ikayakusanya, ikayafupisha, ikayaeleza katika sura moja tu, Suratul Fatiha. Ndio maana imeitwa Al-Fatiha, utangulizi, ufunguzi. Kwa hiyo sura hii ndio sura pekee iliyokuwa inastahili ije kukaa mwanzo wa kitabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 15, Suratul Hijri aya 87, anamwambia Mtume, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim, hakika tumekupa wewe aya 7 zinazosomwa kila wakati, wal Qur'an al-azim, na tumekupa Qur'an tukufu. Kwa Suratul Fatiha sio Qur'ani, hapa imevuliwa. Katika sura 114 imetajwa peke yake, zile 113 zimetajwa peke yake. Walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Kwani hizo sura al-Fatiha sio Qur'ani? Ni Qur'ani. Sasa kwa nini imevuliwa? Ni kwa sababu ndio sura pekee iliyozikusanya sura zote zile, ikazieleza ndani yake yote yaliyoelezwa katika zile sura 113, pamoja na ufupi wake unaouona.